Sanjari na hayo, mchungaji amewaombea washiriki wa ibada kutumia vizuri utandawazi kwa namna itakayomletea Mungu utukufu na kuwafanya wawe warithi wa uzima wa milele. Mchungaji ameeleza mpango wa Mungu wa ndoa kwamba ulikuwa mwanaume mmoja kwa mwanamke mmoja, huku akieleza kuwa sababu ya wasanii wengi wa muziki kutunga na kuimba nyimbo za kuhamasisha mapenzi ni mpango wa shetani kuvuruga ndoa. Kwa upande mwingine, mchungaji ameonya na kukemea taraka, akifundisha kuwa taraka si mpango wa Mungu katika maisha ya wanandoa. Mchungaji amefundisha na kuwashauri wanandoa kujiepusha na mitindo ya kidunia inayofanywa na wasio waumini, huku akisisitiza kuwa dhambi inaanzia moyoni na kuwahimiza wanandoa kujali wokovu na kuwa makini kwa kila kinachoonekana katika mitandao ya kijamii. Mbali na hayo, mchungaji ameonyesha kilio chake kwa washiriki wa kanisa kutumia muda wa Mungu katika michezo na katika vitu visivyo na manufaa. Aidha, amewafundisha washiriki kutumia mitandao ya jamii kuongeza maarifa na si kuitumia kwa kucheka vichekesho vinavyopakiwa, huku akisisitiza kuwa mitandao ya jamii ni silaha iwapo inatumika vyema. Sikiliza. Vichekesho TikTok, na unajua ni watu wazuri sana. Watu wa TikTok wana akili sana. Hawaweki vinavyochosha, vifupi. Ila uwe yaani mtu anakaa simu yake anacheka. Yaani anacheka, anamfunika, anacheka. Yaani muda sio mrefu tutakuwa na mataira wengi kabisa. Yaani mwenyewe anahangaika, anateseka, maana amewekewa vitu vingi. Hajaingia YouTube akijiongezea, yaani vituko vya kutosha. Mungu atusaidie tutumie hii mitandao kujielimisha. Unajua hata huko kuna vitu vizuri vya kujifunza. Kuna vitu vizuri vya kujifunza ambavyo tukijifunza kiukweli tutapata elimu. Wengi sasa hivi hawaendi shule kutoa ada zao. Jero yake na buku yake inatosha kumpa shule ya kujifunza vitu fulani. Wengi hawaendi ufundi kujifunza kushona, maana kuna walimu wako hapa YouTube wanakufundisha. Kuna walimu wanakufundisha habari ya kuseti vyombo. Kuna walimu wanakufundisha kupiga vyombo vyote vya muziki. Kuna walimu wanakufundisha kupika keki. Kuna walimu wanakufundisha hata kutandika kitanda wewe unayeamka kama vile umefufuka sehemu fulani ukachomoka. Yaani kama vile ulitoka kaburini ili usije ukakamatwa tena na kifo ukachomoka alafu jioni unarudi tena kwenye ile kaburi. YouTube itakusaidia namna kutandika kitanda. Akina mama haya anawahusu pia. Maana akina baba mpaka atandike kitanda, labda roho amewavuvia kwa namna nyingine tofauti. Lakini YouTube ni darasa ambalo unaweza ukajifunza each and everything unayohitaji. Jamani, vipo au havipo? Hata mapishi wakati mwingine tunafundishwa hapa. You can learn everything you want in your life. Jifunze. Akina mama, ili tuimarishe ndoa zetu, jifunze. Mambo yote yako hapa. Wewe unapika chapati kwa meza ya Bwana, inapasuka, inavunjika. Unapika chapati badala ya kuvunjika inavunjika vipande 7. Unapika pasaka. Lakini kwa kujifunza huku unajifunza chapati za chambuka. Lea 3. Chapati moja lea 3. Ina lea ya kwanza, ya pili na ya 3. Jifunze, usicheke na vichekesho hivyo vinachukua muda mwingi ambao tungejifunza mambo ya msingi, ila shetani anakuletea. Wewe kazi yako ni kucheka, ni kukenua meno. Usiku kucha unacheka huko ndani ya blanketi, yaani kutoka mwenyewe anacheka. Muda wa kulala anacheka. Na ndio maana ushauri kwa familia, ushauri unajua mengi sitasoma kwa sababu ya muda, lakini tusikiliza. Mahali pa kulala ni sehemu takatifu. Chumba cha kulala wewe ni mahali rasmi maalum pa kwenda
kupumzika ili akili yako iwe renewed kwa ajili ya kesho. Na ndio maana Mungu aliweka usiku kwa ajili ya mapumziko. Therefore, lala ukifika chumbani. Usianze kuangalia umelala na still unaendelea kuangalia na kusikiliza. Utapoteza muda mwingi wa kupumzika, utaamka kesho akili haiko vizuri. Taarifa hii imesomwa nami Yustasela John na hii ni Bukelebe TV. Asante kwa kuungana nasi.